Yeah, Awaken Giant, tupige story leo, lakini story zenye ukweli, ama sio? Mambo mazito tunaongea kwa wepesi, sababu tukiongea kwa uzito wake watu wengine wanaweza wakachanganyikiwa, you see. Sasa hiki ninachoongea naongea katika lugha ya picha, lakini lugha ya picha ambayo inafunua ukweli wa kiroho. Fahamu hivi kwamba umeathiriwa na kirusi kutoka kwa narcissist, na nitakuelezea. Fuatilia hii video up to the end, utaelewa kile ambacho ninaongea. Hii video ni kwa ajili yako. Hii video ni kwa ajili yako. Iko hivi, kuna nguvu ambazo ama watu, kwa maana ya kwamba sio binadamu wa kawaida, lakini watu wenye ufahamu. Nikisema watu nazungumzia wana ufahamu kama ilivyo wanadamu, lakini ufahamu wao kidogo uko advanced kwa sababu hawajafungwa katika mwili na hii physical mind. Kwa hiyo wamekuwa wakinufaika na mwanadamu kwa muda mrefu sana, na wamekuwa wakiongoza mambo mengi yanayoendelea katika sayari dunia. Sasa hizi nguvu hizi zinatumia watu ambao ni narcissistic people, kwa sababu narcissistic people wamepoteza uwezo wao wa kujitawala. Kwa hiyo ina maana hizi nguvu moja kwa moja zinakuwa zinawatumia wale narcissistic people kuwalaza watu wengine katika usingizi. Na ndio maana kama umekuwa karibu na mtu ambaye kabisa ni narcissist, sio tu ana tabia za kinarcissist, kabisa ni narcissist, utagundua kwamba hana uwezo wa kuelewa mambo ya kiubinadamu. Yaani hakuelewi mambo, ukiongea mambo ya kiubinadamu, mambo yenye ufahamu wa kiroho, haelewi. Utashangaa na kushangaa tu. Yeye anaweza kuduplicate, anaweza kusema, tunasema anaiga, yani ni kama robot anavyoongea. Unamlisha maneno anaongea, unamlisha maneno anaongea, hana ufahamu wake halisi. So ndivyo alivyo narcissistic. Ana uwezo wa kufanya yale mambo ambayo amelishwa mechanically, lakini anapokuja mambo ya ubinadamu yanayohusu hisia, yanayohusu ufahamu wa juu, haelewi kabisa. Kwa hiyo wao ni watu ambao tayari, yani wao wamebeba kirusi kile 100% kutoka kwa hizo nguvu. Kwa hizo nguvu nyingine tuziite ndio kama kirusi, the virus. Kwa hiyo narcissistic people ni watu ambao tayari wameshakuwa affected na hiyo virus, wameshageuka, wamepoteza ule utu wao na ubinadamu wao halisi. Na ndio maana haya mambo watu yaongei tu, sisemi tu nadharia, si kwenye jamii tunaona, na kuna lugha nyingi waga tunaziongea kwamba unajiuliza, hivi huyu ni mtu kweli? Hata kwenye vyombo vya habari, hata kuna matukio mengine yanatokea na ripotiwa na majeshi. Kwa mfano jeshi la polisi, niliwahi kumsikia siku moja afisa mmoja wa polisi anatoa taarifa fulani, kuna tukio moja la kinyama lilitokea, afa akaongea akasema, yani kwamba anashangaa binadamu wanawezaje kuwa hivi. So sio yeye, watu, hizi lugha tuko nazo kwenye jamii. Kwa fahamu kwamba watu hawa ni watu ambao tayari wameshaharibiwa na kirusi. Lakini kundi la pili ni wanadamu wa kawaida, these are normal human beings. Sasa zile nguvu ambazo zimekuwa zikitawala na zikifanya maisha yake katika sayari dunia na katika ulimwengu wa mwanadamu, chakula chake ni nishati ya ndani. Kwa hiyo zimewafanya hawa watu, wanadamu wengine, kundi kubwa la watu, kuwa mashine ya kuzalisha nguvu. Na ndio maana inaweka katika gereza la mahangaiko, the cycle of surviving. Kwa hiyo watu wako kwenye gereza, na kila mtu huwa anajihisi, yani mtu aliye katika huo mfumo, unaona kabisa anaweza kawa ni kiongozi, anaweza kawa na cheo kikubwa, ana nafasi au hata ana pesa, lakini kuna namna fulani anajiona kabisa hayuko huru. Kwa hiyo zile nguvu zinaangalia na level na uwezo. Kwa hiyo kwa mfano, kama kuna mtu ambaye ni binadamu tu wa kawaida, lakini ana uwezo fulani mkubwa ndani yake, kama ni vipawa, talanta na nini, so zinaweza zikamwachia huyu mtu, zinanufaika na nguvu yake, lakini zinamrejeshea nguvu zaidi, ili yeye awe sababu ya kuwapata watu wengine wengi. Ndio unakuta kuna watu ambao wanawatengeneza mazombi, tunaita kutengeneza mazombi wengine.
wanatengeneza wafuasi wasiokuwa na akili zao binafsi. Kwa hiyo wote wale wanakuwa ni chakula cha hizi nguvu. Nenda kaangalie movie ya pili kwenye trilogy ya Blade. Ile movie ya pili inaweka wazi vile ambavyo kuna watu ambao wana nafasi na wana vyeo ambao wanapewa nguvu na hizo nguvu nyingine ili watumike kama daraja la kuwafunga watu wengine. Kwa hiyo ukuta ni watu wanakuwa na nguvu kubwa tu katika mifumo mbalimbali ya kijamii na ni binadamu wa kawaida. Kwa hiyo unakuwa una uwezo wa kuwatambua wao. Wanakuwa sio moja kwa moja narcissist, sio narcissistic people, ila wanakuwa na trend pia. Wanakuwa kwa sababu mpaka ufike level hiyo ya kukubali kuwaumiza wengine lazima uwe na trend ya kinarcissistic, lakini wao wanakuwa wameuuza uhuru wao. Yaani anakuwa anajua kabisa alivyouuza uhuru wake. Ila narcissist hajui kama ameshatafunwa. Narcissist hajui. Na ndio maana narcissist anaishi kama zombie. Yaani kwa mfano kuna matukio yametokea, amekutafuna, yani amekuletea madhara, alafu nakuta yupo kama hakuna kilichotokea, anabadilisha story. Wewe umeniumiza, wewe umeniumiza. Ufahamu wake ule haupo. Yaani yule ashatafunwa 100. Kundi la pili ndio watu wa kawaida. Sasa kundi la tatu ni wewe. Wewe ambaye umekamatwa katika mahusiano ya kinarcissistic, kuna uwezekano mkubwa you are a real soul. Na wewe ni mtu ambaye umekuja katika sayari dunia kwa ajili ya kutengeneza uwiano katika hii sayari. Uwiano ina maana ya kwamba utaenda kuzidhoofisha hizi nguvu nyingine ambazo zimekuwa zikinufaika na mwanadamu ili kuwe na usawa, ili uwasaidie kuwaamsha wanadamu wengine na watu wengine wasigeuke tu kuwa chakula cha bure bure. Kwa sababu ni kama ukiangalia kwenye nature kuna kitu kinaitwa ecosystem. Kuna uwiano kati ya swala na simba, majani na kadhalika na viumbe vingine, kunakuwa na uwiano. So inapotokea majani yamekuwa mengi zaidi, the problem. Inapotokea simba wamekuwa wengi zaidi, the problem. So umeelewa? Kwa hizo nguvu zina act kama predators. Alafu sehemu kubwa ya wanadamu wa kawaida wamekuwa kama prey. Sasa wamekuwa prey ambao hawajui kama ni prey. Kwa hapo there is no fair game. Ndio inakuja ili kundi, ndio unaingia wewe sasa. Unaenda kuweka usawa, unaenda kuwaamsha watu wajue, hey, sikia kuna predator. Auishi maisha yako freely tu. Usifikiri kile unachokiona kiko vile vile kilivyo. Usifikiri kila mfumo uko pale kwa ajili yako. Open your eyes. Unaenda kusaidia wanadamu katika kujitambua. Sasa ninyi ambao ni watu wenye mioyo ya huruma, wengine wanatumia jina they are chosen people na kadhalika, una roho fulani ya kipekee. Kwa kitendo cha wewe kukaa muda mrefu kukamatwa na narcissist, kuanzia unapokuwa mtoto, wengi mlikamatwa na walezi au mzazi ambaye alikuwa kama monitor au kilanja anayekutunza, alafu baadaye unakuja unakamatwa katika mahusiano. Yule mtu ambaye alikabidhiwa wewe kuhakikisha kwamba haujitambui na kutambua mission au kusudi la kuwepo kwako kwenye sayari dunia, alichokifanya sio tu kwamba alikulaza usingizi na wewe uwe kama wanadamu wengine nguvu yako yani ugenerate nguvu, lakini zaidi sana pia alikuinfect with the virus. Utofauti kati yako wewe na narcissist ni kwamba narcissist hawezi kupona kile kirusi, lakini wewe una uwezo wa asili wa kupona kile kirusi. Na ndio maana kwa mfano baada ya kutoka kwenye mahusiano na narcissist, baba mahusiano yamevunjika, unashangaa narcissist kesho yake tu yuko na mtu mwingine, lakini wewe unapambana kupona. That's the difference. Narcissist hawezi kupona, hayuko tayari kupona by the way, ila wewe uko tayari kupona. Sasa kundi lenu kubwa ambao tu mmetoka katika mahusiano ya kinarcissistic, mmepitia changamoto za kinarcissistic, mmeathirika na kirusi cha ambacho kimemwathiri narcissist. Kwa lugha nyingine tuseme mmeathirika na kirusi chenye sifa za kinarcissistic. Kwa unakuta wengi wenu baada ya kutoka, utashangaa wewe mwenyewe unaanza kujihoji, hivi mimi ni narcissist? Unaanza kuona una sifa pia za kinarcissistic. Narcissism ni mawimbi ya chini, ni low frequency. Nasi anatembea na low frequency. Iko kirusi iko kinashusha nguvu yako, nishati yako inapeleka chini kabisa, low frequency. Na ndio maana unajikuta umejaa hofu. That is narcissistic. Aibu, unaelewa? Drama, criticism. Wengi unakuta wewe ni shujaa, wewe ni mtu mwenye moyo wa huruma, wewe ni
mtu wa kweli ambao umekusudiwa kufanya jambo kwenye sayari dunia, lakini kwa sababu hujajua kwamba na wewe una kirusi, unageuka unaanza kuwa narcissistic person. Unaanza kuwa mkosoaji, kukosoa every now and then. Hiyo ni sifa ya kirusi. Sio kama unanielewa? Unaanza kuwa mtu ambaye hauna shukurani kwa sababu tayari uliambukizwa kitendo cha kuumizwa sana katika malezi, kuumizwa sana na kusalitiwa katika urafiki na mapenzi na mahusiano, imeenda kukufanya na wewe uanze kuona kwamba kulipiza kisasi ni kitu cha kawaida. Kuwatumia wengine ni kitu cha kawaida. Si amenitumia, ngoja mimi nimtumie, ngoja mimi niwatumie watu wengine. That is the virus you have been affected with. So unaelewa? Na ndio maana nawaambia watu, nisha kusema, huwezi kumshinda narcissist kwa kupambana naye. Huwezi kumshinda narcissist kwa kumchukia. Huwezi kumshinda narcissist kwa kujaribu kulipiza kisasi. Wote huo ni uwanja wake wa nyumbani. Ni sifa za kile kirusi. Ukifanya hivyo vitu, ina maana unauvaa usika wa narcissism. Kile kirusi bado kipo kinakusumbua, na ndio maana hata sisi tunaofanya coaching kama hivi tunawasaidia watu, kazi yetu inakuwa ngumu sana kwa sababu tunawasaidia watu ambao wanatembea na NAC frequency. Sio, unaelewa? Kwa mfano tunafanya kama hii content for free, alafu mtu anakuja anataka endelee kukunyonya. Yaani analalamika, kwa nini natakiwa nilipe muda wako? Sio kama unaelewa? Akienda hospitali kutoa mamilioni is okay. Akienda kwa mganga wa kienyeji akitoa mamilioni si okay. Akienda kwenye dini, ingawa amefanywa zombi, lakini anatoa masadaka every now and then na bado yuko kwenye utumwa. Si unaelewa? Anaweza kakopa hela akaenda akampa narcissist, au kapambana, unachukua mahela unaenda unapambania talaka, lakini unashindwa kutoa fedha kwa ajili ya kuwekeza ndani yako. That is NAC frequency. Unakuwa uwezi kuona kitu kizuri ambacho unakipata, au unachoona ni mabaya tu. Unachoona ni ndivyo alivyokufundisha narcissist. Angalia, ili maisha yako yabadilike, ili uwe mtu ule unatakiwa kuwa, lazima ukumbuke ya kwamba mwalimu wako wa kwanza hakuwa mwalimu sahihi. Mwalimu wako wa kwanza alikuwa ni narcissist. Namna unavyotazama mambo, namna unavyopima mambo na kuwachukulia wengine ni katika masafa ya narcissistic NAC frequency. Siku maisha yako yatabadilika utakapoamua kupona hiki kirusi, ili uibebe frequency yako halisi. Frequency yako halisi ni frequency ya upendo, frequency ya furaha, frequency ya shukrani, frequency ya imani. Watu wenye mioyo mizuri ni watu ambao wanapenda kutia moyo watu wengine, wanafurahia kujitoa kwa ajili ya watu wengine, kuwatia moyo watu wengine. Ni watu ambao wamejaa shukrani, ni watu ambao wamejaa mapenzi, ni watu ambao wanatambua thamani ya mtu mwingine. Sio kama umeelewa? Kwa lazima masafa yako yabadilike, frequency yako ibadilike. Uingie katika frequency ya kwako halisi, utoke katika ile frequency ya kirusi ulichoambukizwa na narcissist, na elimu uliyofundishwa na narcissist, ya ubinafsi, ya kutokutosheka, ya kutokuridhika, ya kuona makosa tu, ya kutaka kuwa victim, kuhurumiwa. Yani unajiona you are a victim. Na ndio maana kwa mfano wewe umepata mtu kukusaidia, badala kwanza kushukuru, unaanza kumwaga sumu zako. Message hiyo ni tabia ya narcissist. Kwa wale ambao wamekuwa kwenye mahusiano na narcissist, unaweza kumkorofisha narcissist kidogo, akakuandikia gazeti la maelezo. You have to change that. Tambua unatembea na kirusi. Kwa hiyo anza kuwa na huo uelewa. Unapoanza kupata kujiona hizo sifa za kujiona kama umeonewa, muangwa, unataka uonewe huruma, kukosoa, kulalamika, kulia, that's narcissistic frequency. Ukiona hiyo, pause kidogo. Anza kusema hivi, katika hali hii unayopitia, kuna jambo lolote la kushukuru? Hivi jambo unataka kulifanya au kulisema au kulitenda linadhihirisha upendo? Sio kama unanielewa vizuri. Kwa mfano kama ningekuwa sijapona kirusi cha narcissistic, nisingekuwa hapa nasaidia au nafanya program za uponyaji. Kwa sababu hizo program nazozifanya zimenigharimu kuacha baadhi ya shughuli ambazo zingenipatia pesa nyingi sana. Lakini narcissistic frequency ndio inayoangalia material kuliko utu. Kwa hiyo nimepima kwamba kuna watu ambao wanahitaji uwepo wangu na sauti yangu. Hata kama watagharamia kidogo, hata kama watafanya kidogo, is okay. Kuna mambo nitayapunguza kuyafanya kwa ajili ya watu hawa. Kwa hiyo nina sacrifice nishati yangu safi, badala kuletea matokeo mimi mwenyewe,
iende isaidie na wengine. Kitu ambacho nataka kusema hapa, uponyaji haukwepeki. Huwezi kufanya maisha yako katika chapa yako halisi usipopona hiki kirusi ambacho uliambukizwa kwa sababu umekaa kwa muda mrefu katika mikono ya narcissist, tangu unakuwa na hata baadaye kwenye mahusiano. This is time for healing. Mwenye kuelewa ataelewa. Kama umekusudiwa kupona, utapona. Kama ni wakati wako wa kufunguliwa macho kuona, utaona. Na ukishaona, huwezi kujifanya kana kwamba hujaona. Ukiona umeona, si ndio? Yeah, I'm here. Kama unataka kufanya ushauri wa mtu mmoja kwa mmoja, karibu. Kama unataka kujiunga na program ya uponyaji, tunaanza Jumatatu. Karibu sana. Jumatatu ya tarehe 3 mwezi wa 8. Mwezi huu wa 8 program ya uponyaji inaanza tarehe 3 mwezi wa 8, na programu hii ni kila mwezi. Kwa hiyo weka bajeti yako kila mwezi kwa ajili ya uponyaji wako wa ndani, kwa ajili ya uhuru wako. Lakini pia nimeandika kitabu, Kutoka Uwanja wa Mapambano, saikolojia na safari ya kuvunja trauma na kujenga upya utambulisho wako. Yaani wakati wa kuponya majeraha yako ya ndani ili kupata utambulisho wako halisi na kupata matokeo yanayoendana na nafsi yako. I am the son of Zwange Ndaba. Nimechagua kuwa na furaha. Asante kwa support yako, asante kwa kuwa hapa, asante kwa upendo, asante kwa wale ambao wanaleta shuhuda zao, wanashukuru kwa kile ambacho tunakifanya. I appreciate you so much. Hadi wakati mwingine, shujaa.